Allah azza wa jalla amekwisha kutuambia ndani ya Qur'an kuhusu waja wengi ambao siku ya kiyama watakwenda kujuta. Watajuta kwa sababu tu ya kwamba hakuna kitu ambacho wamekitanguliza kwa siku hiyo ya kiyama. Walidhani ya kwamba maisha ya dunia, wameletwa hapa duniani kuja kuishi kama wanavyoishi wanyama, kama wanavyoishi ng'ombe na mbuzi na kondoo na wengineo. Hawa ni viumbe ambao Allah azza wa jalla amewaumba kwa ajili ya kuishi duniani peke yake. Siku ya kiyama hakutokuwa na maisha ya viumbe hawa. Watafufuliwa kama viumbe vingine wote watakavyofufuliwa, lakini baada ya kufufuliwa na wao kadhalika kufanyiwa qisas viumbe hao wanyama na wengineo, baada ya hapo watageuka mchanga kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waambiwe kuweni mchanga, watakuwa mchanga. Viumbe watakaobakia ambao watahesabiwa ni sisi wanadamu na majini, ambao Allah azza wa jalla amesema kuwahusu, sanafrughu lakum ayyuha thaqalan fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Siku hiyo hisabu itakuwa ni yenyu tu peke yake, enyi wanadamu na majini. Hakuna hisabu ya viumbe wengine, hakuna hisabu ya malaika, hakuna hisabu ya wanyama, hakuna hisabu ya ng'ombe, hakuna hisabu ya miti wala mimea, hakuna hisabu ya kitu chochote. Hisabu itakuwa ni juu ya wanadamu na majini peke yao siku ya kiyama. Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan, hakuna viumbe wengine watakaosimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisab na jaza. Kila Muislam tunatakiwa tuikumbuke siku hiyo, siku ambayo kila Muislamu anatakiwa aangalie ni kitu gani ulichokitanguliza. Na kutanguliza kwa siku hiyo ya kiyama inakuwa wakati tukiwa hapa duniani tuko hai, tuna uwezo wa kutanguliza yale ambayo yatakwenda kutufaa siku ya kiyama. Swali ni kwamba ni kitu gani tunatanguliza? Tunao katika sisi Waislamu ambao tumejisahau katika dunia hii, tuliofikiria ya kwamba tumeletwa hapa duniani kuja kustarehe na kuja kuishi kama wanavyoishi viumbe wengine wasiokuwa Waislamu, wasiokuwa na iman, wasioamini siku ya mwisho, na sisi tukastarehe kama wao. Na sisi tukasema wacha tu enjoy maisha ya dunia kama wanavyo enjoy wenzetu. Tukaingia katika starehe, tukaingia katika mambo ya raha, tukaingia katika kujifurahisha bila ya mipaka na mizani, bila ya kuangalia ya halali ni yapi na ya haramu ni yapi, bila ya kuangalia misingi ambayo ameyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala na muongozo aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madha qaddamna lighadin, kesho tumetanguliza nini? Ni amali gani ambayo tumeifanya kwa ikhlas kubwa? Amali gani salih ambayo tumesimama nayo kwa msimamo mkubwa mbele ya Allah azza wa jalla, tukitaraji ya kwamba amali hiyo salih itakwenda kuwa ni sababu ya kujitetea sisi mbele ya Allah azza wa jalla, ya Rabbi, haya ndiyo tuliyotanguliza, tusamehe na utuweke katika jumla ya waja wema ili usituadhibu. Ni kitu gani? Kuna wanadamu ambao wakati wa kutolewa roho zao zinatolewa, watatamani lao wapewe fursa nyingine ya kubaki duniani. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Paka siku mauti atakapomjia mmoja wenu,
mauti hayo yakishakuja, yamefika wakati wake wa roho kutolewa, na wakati huo ni wakati ambao Allah azza wa jalla ameuweka. Hakuna nafasi ya kuongeza dakika moja au sekunde, wala hakuna nafasi ya kupunguza dakika moja au sekunde. Sasa wakati huo mwanadamu ambaye hakuna kitu alichokitanguliza mbele ya Allah azza wa jalla atatamani ya kwamba, na ataomba ya kwamba, ewe Mola, nipe fursa niregeshe katika dunia. Rabbi rji'un, ya Rabbi, naomba unirudishe katika dunia. Urudi duniani ufanye nini? La'alli a'malu salihan fima taraktu, ili nirudi nikafanye amali nzuri katika ule muda ambao nimebakisha, katika yale ambao niliacha kuyafanya. Nipe fursa ya Rabbi nirudi kufanya amali salih. Kwani hukuwa hapa duniani unaishi umri ambao Allah azza wa jalla alikujalia katika umri huo kufanya amali salih, na nafasi ulikuwa nayo, uwezo ulikuwa nao, nguvu ulikuwa nayo, mali ulikuwa nayo. Kitu gani kilikuzuia usifanye amali salih? Mwingine mauti yanamjia, anaomba na kutamani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lao atapewa fursa abaki duniani ili atoe sadaka. Na hivyo hivyo watu wanaendelea kutamani na kutamani, kwa sababu wanaona ya kwamba hakuna kitu walichokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.